Polisi wafukuzwa kama wezi. Maafisa wa jeshi la polisi la Tanzania chini ya utawala wa Samia Suluhu wamenusurika kuuawa na wananchi wenye hasira huko Kariakoo baada ya kugeukwa na wananchi na kuitwa vibaka au wezi walipokuwa wakimkamata Mtanzania mmoja wanaodai hakuwa na makosa. Mtazamaji, kama kawaida yetu, niambie unanitazama ukiwa maeneo gani? Kama umo nje ya nchi, niambie unanitazama au kunisikiliza ukiwa taifa gani? Na kama upo humo katika taifa letu la Tanzania, niambie unanisikiliza ukiwa maeneo gani? Tusonge mbele. Mvutano umetanda katika wilaya ya Kariakoo yenye shughuli nyingi za kibiashara baada ya makabiliano makali kati ya wananchi au raia wa eneo hilo na askari wa jeshi la polisi la utawala wa Samia Suluhu Tanzania, sura polisi hao kuweza kupigwa au hata kuumizwa zaidi. Kisa hicho cha kushangaza kilijiri mchana kweupe, huku maafisa wa jeshi la polisi wa Tanzania wakijaribu kumkamata mwanamume mmoja ambaye anasemekana walimshuku kuwa na makosa. Hata hivyo, ndani ya muda mfupi hali ilizidi kuwa fujo, huku makumi ya wananchi wa Kitanzania wakikusanyika eneo hilo la tukio Kariakoo, wakihoji hatua za maafisa hao. Kilichoanza kama operesheni ya kawaida ya kutekeleza sheria kilibadilika haraka na kuwa mzozo na fujo wa umma ambao ulifichua masikitiko makubwa yaliyokuwa yakijitokeza ndani ya jumuiya, wengine wakisema ulikuwa uonevu wa jeshi la polisi. Walioshuhudia walielezea hali ya wasiwasi na hisia wakati wakazi na wafanyabiashara kutoka mitaa iliyo karibu walikimbilia kwenye ghasia na mvutano huo. Inasemekana baadhi ya watu walipiga kelele wakiwashutumu maafisa hao, wakipendekeza hawakuwa wakitekeleza majukumu yao halali, huku sauti zikisikika wakiweza kuitwa vibaka. Kadiri hasira zilivyozidi kuongezeka, umati uliongezeka na mabishano zaidi na kusababisha hali ya hatari ambayo ilitisha kutoweza kudhibitiwa. Maafisa hao waliohusika walionekana kuzidiwa nguvu na wenyeji ama Watanzania katika eneo hilo la Kariakoo walipojaribu kudumisha utulivu huku wakikabiliana na chuki kutoka kwa umati. Katika kilele cha makabiliano na mvutano huo, wananchi kadhaa walisikika wakiimba shutuma dhidi ya maafisa hao wakiwaita vibaka. Sauti katika umati huo mara kwa mara zilipiga kelele zikisema hivi: vibaka hao, vibaka hao, zikionyesha hasira na kutoamini kwa kile walichokiona kuwa ni utovu wa nidhamu wa maafisa. Wengine walisikika wakisema watu wamechoka, watu si waoga tena, kuashiria kuwa watu wengi walihisi kuchoshwa na kile walichokitaja kuwa ni dhuluma za mara kwa mara kutoka kwa jeshi la polisi. Nyimbo hizo ama maneno hayo makali zilisikika katika mitaa finyu ya Kariakoo na kuwavuta watazamaji wengi zaidi kwenye eneo la tukio na umati wa watu kazidi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa watu waliokuwepo kwenye tukio hilo, mtu huyo aliyekamatwa aliaminiwa na wananchi kuwa hana hatia au makosa kabisa. Mtazamo huo ulizidisha hasira ya umma, kwani wakazi walibishana kuwa vitendo vya polisi vimekuwa vikali na visivyo vya haki. Inasemekana baadhi ya wafanyabiashara walijaribu kuingilia kati kwa maneno na kuwataka maafisa hao kumwachilia mshukiwa na kuepuka kuzidisha mvutano. Hali hiyo ilisisitiza jinsi haraka kutoaminiana kati ya watekelezaji sheria na raia kunaweza kuzuka na kuwa makabiliano ya wazi. Tukio hilo pia lilidhihirisha nafasi tata inayotekelezwa na sekta ya usafiri wa bodaboda katika maisha mjini ya Mtanzania. Hata hivyo, teksi za pikipiki zinachukuliwa sana kama njia muhimu ya uhamiaji ama usafiri na kuongeza kipato cha kwa maelfu ya vijana jijini Dar es Salaam. Kwa familia nyingi, shughuli za bodaboda huwakilisha chanzo pekee cha kutegemewa kwa mapato ya kila siku. Hata hivyo, ukandamizaji wa aina hiyo wa mara kwa mara wa polisi unaodaiwa ama kuzuiliwa na madai ya rushwa yameharibu uhusiano kati ya wapanda bodaboda hao na vyombo vya kutekeleza sheria. Mtazamaji, hata hivyo, mamlaka za polisi sasa zimeshikilia kuwa operesheni zao zinalenga kutekeleza kanuni na kuzuia uhalifu. Maafisa wanahoji kuwa ukiukaji wa sheria za trafiki, pikipiki ambazo hazijasajiliwa na shughuli za uhalifu katika sekta ya uchukuzi zinahitaji uingiliaji kati madhubuti. Hata hivyo, walitaka Watanzania wasiweze kuharibu kazi yao. Bado hata hivyo, waendesha pikipiki wengi na wanajamii wanahisi kuwa juhudi za utekelezaji wakati mwingine huvuka mipaka hadi kwa unyanyasaji au unyonyaji. Mtazamo huu umechangia kuongezeka kwa chuki na mvutano katika maeneo kama Kariakoo leo ambako shinikizo la kiuchumi tayari ni kubwa. Wachambuzi wa masuala ya kijamii wanaochunguza matokeo ya makabiliano hayo wameeleza kuwa ni dalili ya masuala ya kina kimuundo, wanaashiria kuongezeka kwa mapengo kati ya hali halisi ya kila siku ya wananchi na sera za kitaasisi ambazo haziwezi kuchangia kikamilifu matatizo ya kiuchumi.
bila mazungumzo ya maana na mageuzi. Wataalamu wanaonya kwamba vidokezo kama hivyo vinaweza kuwa vya mara kwa mara na hatari zaidi. Kwa hivyo tukio la Kariakoo leo linaonekana kuwa zaidi ya tukio la kipekee. Mashahidi pia waliripoti kwamba wakati fulani, wakati wa machafuko hayo kati ya wenyeji ama wa Tanzania na jeshi hilo la polisi, baadhi ya watu walijaribu kuwafukuza maafisa hao kutoka eneo hilo la tukio kwa kuwatoa mbio. Inasemekana hali ilikuwa ya chuki hivi kwamba maafisa hao walilazimika kurudi nyuma kwa muda ili kuepusha vurugu na mvutano zaidi zinazoweza kutokea katika eneo hilo. Matukio kama haya yalishtua waangalizi wengi wanaohofia kwamba uadui wa wazi dhidi ya vikosi vya usalama unaweza kudhoofisha usalama wa umma. Hofu ya kukaribia kuungua tangu wakati huo imekuwa mojawapo ya vipengele vinavyozungumzwa zaidi ya mzozo huo. Viongozi wa jamii wametoa wito wa utulivu baada ya tukio hilo. Wanasisitiza kuwa ingawa malalamiko dhidi ya utekelezaji wa sheria yanaweza kuwepo, vurugu au haki ya kundi la watu haiwezi kuhesabiwa haki. Hata hivyo, wakati huo huo, wanazitaka mamlaka kusikiliza kwa makini kero zinazotolewa na wananchi, kurejesha uaminifu. Wanabishana kunahitaji uwazi, uwajibikaji na ushirikiano wa kweli na jamii. Kipindi cha Kariakoo pia kimezua mjadala mkali kwenye mitandao ya kijamii kote Tanzania. Baadhi ya watumiaji wameonyesha mshikamano na umati, wakisema kuwa watu walikuwa wanamtetea mmoja wao. Hata hivyo, wengine wamelaani jibu la fujo dhidi ya polisi, wakionya kuwa vitendo kama hivyo vinaweza kuyumbisha usalama wa mjini. Mitikio ya mgawanyiko inaonyesha jinsi suala hilo limekuwa tata na la kihisia. Kwengineko, wanauchumi wanaona kuwa kupanda kwa gharama za maisha na ukosefu wa ajira kumeongeza viwango vya mafadhaiko na hasira kati ya watu wa mjini na masokoni. Katika mazingira kama haya, makabiliano na mamlaka yanaweza kuchukua maana ya kiishara kwa haraka zaidi ya tukio la papo kwa hapo. Hata hivyo, mgogoro wa Kariakoo sasa unatafsiriwa na wengi kama taswira ya mivutano mipana ya kijamii na kiuchumi. Mtazamo huu umeongeza udharura wa wito wa majibu ya sera ambayo yanashughulikia masuala ya usalama na maisha. Wakati huo huo, watetezi wa haki za binadamu wamesisitiza umuhimu wa maadili ya kitaaluma wakati wa ukamataji na shughuli za umma. Wanasema kuwa haki inayoonekana na heshima inaweza kusaidia kupunguza uhasama na kuzuia kutokuelewana. Programu za mafunzo zinazolenga polisi jamii zimependekezwa kama njia inayoweza kusonga mbele. Juhudi kama hizo zinalenga kuziba pengo la kuaminiana ambalo matukio kama vile mzozo wa Kariakoo huleta umakini mkubwa. Wawakilishi wa serikali bado hawajatoa taarifa ya kina kushughulikia madai mahususi yaliyotolewa na mashahidi. Hata hivyo, waangalizi wanatarajia kwamba mapitio ya ndani au maelezo ya umma yanaweza kufuata kutokana na umakini mkubwa ambao tukio limepokea. Jinsi mamlaka inavyojibu inaweza kuathiri mtazamo wa umma wa uwajibikaji ndani ya sekta ya usalama. Wananchi wengi wanasubiri kwa karibu kuona ni hatua gani zitachukuliwa baadaye. Hatimaye, makabiliano ya Kariakoo yanasimama kama ukumbusho tosha wa uhusiano dhaifu kati ya wananchi na wasimamizi wa sheria au polisi katika maeneo ya mjini yanayokuwa kwa kasi. Inaonyesha jinsi mwingiliano wa kawaida unavyoweza kuongezeka haraka wakati uaminifu haupo. Wakati mijadala ikiendelea nchi nzima sasa, matumaini miongoni mwa Watanzania wengi ni kwamba mafunzo kutoka kwa kipindi hiki kikubwa yataleta mageuzi yatakayoimarisha usalama na imani ya jamii. Nijuze maoni yako, vile like video hii kisha subscribe, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.